Biblia inasema taarifa alizosikia Ibrahim ya kwamba katika nchi nyingine jirani na pale alipokuwa, nchi ya Misri, kulikuwa kuna msaada wa chakula, kwa sababu wao walikuwa na mazao ya kutosha. Hivyo Ibrahim akaamua kuondoka, yeye pamoja na familia yake, kutoka katika ile nchi ambayo Mungu alikuwa amemwahidi akae pale, nchi ya Kanaani. Kwa kuwa ilipatwa na njaa, akaamua kuondoka kuelekea Misri, na alipofika Misri akapata chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini twende kwenye 42 na mstari ule wa kwanza na wa pili. Alafu tutasoma 43 mstari wa kwanza na wa pili. Utanielewa nini ambacho nasema mahali hapa. Karibu aliyepata tusomee 42:1-2, 43:1-2. Mwanzo. Amena. Ndio. 42:1-2. Basi Yakobo akaona ya kuwa kuna nafaka katika Misri. Yakobo akawaambia wanawe, kwa nini mnatazamana? Akasema, angalia, nimesikia ya kuwa kuna nafaka Misri. Shukeni huko mkatununulie chakula tupate kuishi wala tusife. Amen. Shida ambayo ilimpata Ibrahim kipindi hicho akiitwa Abraham, ndiyo shida ambayo aliipata mwijukuu wake anayeitwa Yakobo. Na Yakobo, kwa sababu alikuwa amesikia habari ya kwamba babu yake aliwahi kupata njaa na akaenda Misri kupata msaada, akaitumia njia hiyo hiyo kwenda kutafuta msaada wa chakula katika taifa lingine la Misri. Ndio maana anawaambia watoto wake, nendeni Misri mkatafute chakula, kwa sababu nimesikia kuna nafaka tele. Alafu mlete chakula ili tule, tushibe, tusife. Ni njia ambayo aliitumia na nani? Abraham au Ibrahim, babu yake. Nikuulize swali. Je, unafikiri ni sahihi kutumia njia ambayo waliitumia mababu na mabibi waliotutangulia kutatua changamoto kwenye maisha yetu? Unafikiri ni njia sahihi kutumia njia ambazo walitumia wazazi wetu, babu zetu, bibi zetu, ili kutatua changamoto kwenye maisha ya 43:1-2. 43:1-2 tusome. Mwanzo 43:1-2. Aliyepata? Amen. Ikawa alipokwisha kula nafaka walioileta kutoka Misri, baba yao akawaambia, "Nendeni huko mkatununulie chakula kidogo." Amen. Katika nchi ya Kanaani kutoka Misri, wao waliendea, hawakuhamia huko. Biblia inasema chakula wakala kikaisha, njaa ikaendelea kuwa nini? Nzito. Biblia inasema akawaambia tena, rudini Misri mkatafute chakula. Jina la Bwana libarikiwe. Tuangalie kitabu kile cha Mwanzo sura ya 26. Ndio point ipo kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4, na tutasoma wa 12 mpaka wa 22. Mwanzo sura ya 26. Mwanzo 26 kuanzia mstari ule wa kwanza hadi wa 4. Tutaanzia hapo. Mwanzo sura ya 6 kuanzia 26 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 4. Aliyepata atusomee. Amen. Iliyokuwa siku za Ibrahimu, Isaka akamwendea Abimeleki, mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, "Usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema tena ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza. Nisikilize vizuri. Tumeona Ibrahimu alipopata njaa akiwa Kanaani, alikimbilia Misri kutafuta msaada. Mjukuu wake naye Yakobo alipopata njaa kwenye taifa lile alipokuwa akiishi, alikimbilia tena Misri, akatuma watoto kwenda kutafuta chakula. Lakini njia hiyo hiyo alitamani pia kuitumia na baba yake, japo yeye hakuitumia. Unafikiri ni kwa nini yeye hakuitumia? Kwa sababu haikuwa njia iliyo sahihi kuitumia. Utanielewa. Kumbuka Abraham mwanzoni alikuwa akiitwa jina hilo, lakini makusudi ya Mungu alitamani atoke kwenye familia yake, aende kwenye nchi nyingine kabisa mbali na ukoo wake, na atakapofika huko Mungu alikusudia kumbadilisha. Na wakati wote Mungu akikusudia kukubadilisha, kukutengeneza, jambo la kwanza anakubadilisha jina. Kwa nini anambadilisha jina? Abraham anakuwa Ibrahim kwa sababu jina la Abraham alipewa na baba yake mzazi wakati anazaliwa. Na kumbuka mzee Tera, Biblia inaeleza wazi alikuwa ni mzee ambaye alikuwa ni mmiliki wa miungu, alikuwa ni mmiliki wa mila na desturi wakati ule. Alikuwa ni mtu ambaye anasimamia maagano katika taifa lile alilokuwa akiishi, kwa alikuwa ni mwabudu miungu. Kwa leo tunaweza tukasema labda ni mwabudu mizimu. Sasa alipopewa jina, tafsiri yake jina lake liliambatanishwa na madhabahu za ukoo wao. Hivyo ili aweze kumtumikia Mungu, jambo la kwanza lilofanyika, Mungu alipomleta kwenye nchi alipotoka kwao akaenda kwenye nchi nyingine, akambadilisha jina, akamuita Ibrahim. Mwamsha aliyelala. Mwamsha aliyelala. Kuna mtu kalala. Mwamsha aliyelala. Baada ya kumbadilisha jina akawa Ibrahim, maana yake baba wa mataifa yote. Na kwa leo tunasema Ibrahim ni baba wa nini? Wa imani. Jina la Bwana libarikiwe. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini hakuishia kumbadilisha Ibrahim peke yake, hata mke wake Sarai alikuwa akiitwa Sarai. Biblia inasema akambadilisha jina Bwana, akamuita Sara, akasema tangu leo utakuwa mama wa mataifa yote. Kwa nini? Angemtumia hivyo hivyo alivyo bila kulibadilisha jina. Jina lina umiliki katika familia na ukoo. Hivyo shetani hulitumia jina kumtesa mtu. Ulishawahi kujiuliza ni kwa nini tukija kanisani tunabatizwa? Ushawahi kujiuliza? Na kwa nini unakuta mtu ana jina alipewa kwao kabisa zuri, ila inapofika wakati wa ubatizo anapewa jina lingine? Nani anaweza akatusaidia jibu? Tuko darasani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe umeitwa fulani na jina lako ni zuri, alafu unafika madhabahuni siku ya kubatizwa, tunashangaa wazazi wametaja jina lingine tena. Au utasikia jina lako la ubatizo na jina lako la uji unaitwa nani? Unafikiri ni kwa nini anatofautishwa yale majina? Kwa sababu kila jina limebeba madhabahu kutokana na lilikotoka. Amen.